Simulizi za imani. Hadithi za kweli za imani na wokovu. Karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu kwenye familia ya Ibada Media. Na kama tayari uko nasi, asante kwa kuendelea kuamini. Hebu sikiliza kwa makini. Kulikuwa na kijiji kidogo, kilichozungukwa na milima na miti mirefu. Kijiji hicho kilikuwa na mlango mmoja mkubwa, uliofunguliwa kila asubuhi na kufungwa kila jioni. Lakini siku moja, mlango huo ulifungwa na haukufunguliwa tena. Watu wakaanza kuogopa. Biashara zikafa, safari zikasimama, na matumaini yakaanza kupotea. Wengi walijaribu kuufungua, wengine kwa nguvu, wengine kwa hasira, wengine kwa kulalamika. Lakini mlango haukusogea hata kidogo. Siku zikapita, mpaka mtoto mmoja mdogo, aitwaye Baraka, akasimama mbele ya mlango ule. Watu wakacheka. Mtoto huyo ataweza nini? Watu wazima wameshindwa, yeye ataweza? Lakini Baraka hakujali. Hakupiga mlango, hakusukuma. Alikaa chini, akafumba macho, akaanza kuomba. Mungu, kama mlango huu umefungwa, wewe ndiye unayeweza kuufungua. Kimya kikatawala. Hakuna kilichotokea mara moja, lakini Baraka aliendelea kuomba. Dakika zikapita. Kisha, ghafla, mlango ulianza kutikisika polepole. Watu wakanyamaza. Kisha ukafunguka, taratibu, mpaka ukawa wazi kabisa. Mwanga mkali ukaingia kijijini. Watu wakashangaa. Yule mtoto mdogo, aliyedharauliwa, ndiye aliyefungua mlango. Kiongozi wa kijiji akasema kwa sauti ya unyenyekevu, tumetumia nguvu, tukasahau kumwomba Mungu. Na tangu siku ile, kijiji kile kilijifunza kitu kimoja. Sio kila mlango unafunguliwa kwa nguvu, mingine inafunguliwa kwa imani. Na wewe unayesikiliza, kuna mlango gani umefungwa mbele yako? Kabla hujakata tamaa, jaribu kuomba. Kwa sababu, Mungu bado anafungua milango. Kama ujumbe huu umekugusa, bonyeza like, andika comment na amini. Shirikisha na mtu anayehitaji ujumbe huu, na subscribe ili usikose simulizi nyingine. Hii ilikuwa Simulizi za Imani kutoka Ibada Media. Amani iwe nawe.